Kili Icons, kwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, msimu wetu wa kwanza ulikuwa msimu wa mafanikio makubwa sana. Tulifanya tamasha letu licha ya uchache wa muda ambao tulipata wazo hili na tukasema tuliendelee kwa kulifanya, lakini tuna uhakika kabisa kwa mwaka 2025 kama kuna tamasha lilikuwa kubwa na lenye mvuto, basi tamasha hilo lilikuwa ni Kili Icons. Kwa hiyo tunawashukuru sana ndugu zetu waandishi wa habari, tunawashukuru sana wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro na mikoa jirani, lakini tunawashukuru pia Watanzania wote ambao walisafiri kutoka sehemu mbalimbali, wakiwemo wachezaji, watu mashuhuri ambao wana asili ya mkoa wa Kilimanjaro. Na wakipekee kwa heshima kubwa tumshukuru pia aliyekuwa mgeni rasmi wa tamasha letu la msimu wa kwanza, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye wakati anakuja kwenye tamasha alikuwa ni waziri wa fedha, na sasa hivi tunavyozungumza na nyie ndiye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sina maana kwamba tamasha letu lina kismati unapokuja kama mgeni rasmi, ili tutamwachia mgeni rasmi wa awamu ya pili atakayekuja, tunaye Mwenyezi Mungu atamwandikia nini huko mbele. Lakini tunawashukuru sana wote. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alikuja kama mgeni rasmi na tukio lilifana kweli. Kwa hiyo ile ikatupa nguvu sasa, na akautwanga na alicheza, yes, na alicheza, akafunga na akapata penalty na akafunga. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anaye mwijaku wake hapa, kwa hiyo hatuwezi kusahau jambo. Hatuwezi kusahau jambo. Kusahau basi anikumbusha hapa ndugu yangu. Upekee na ubora na hadhi ya tamasha lilivyokuwa msimu wa kwanza likatupa fikra sisi kama waratibu wa hili tamasha, kushirikiana na wenzetu mbalimbali, tunalifanyaje kwenye msimu wake wa pili. Tunaliendeaje tamasha la Kili Icons kwenye msimu wa pili? Kwa sababu unajua unavyoseti standard ya juu, moja ya changamoto kubwa ni kufanya ya juu zaidi. Kwa hiyo sisi msimu wa kwanza tu tukafanya kwa kiwango kikubwa. Sasa msimu huu tuna deni kwa wana Kilimanjaro, tuna deni kwa Watanzania, tufanye kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo tumetumia kama miezi mitatu hapa ya kuchakata hili jambo. Ndugu yetu Laurent Kinabo amekuwa akifanya jitihada kubwa kule Kilimanjaro. Tumshukuru pia mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, mzee wetu Nurdin Babu, amekuwa support na sisi kwa 100% kwenye kila hatua kuhakikisha Kili Icons inazidi kuwa bora. Kwa baada ya vikao vya hapa na pale tumekubaliana tuingie kwenye Kili Icons season ya pili, na mwaka huu itafanyika siku ya Jumapili ambayo itakuwa ni tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Itakuwa ni Jumapili tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, ndio itakuwa tarehe ambayo tutafanya Kili Icons kwa msimu wa pili. Msimu huu tumejaribu kuboresha tamasha letu. Tunaamini mawazo ambayo tumeyaweka ndani ya tamasha yatakuwa na mvuto na yataongeza chachu ya tamasha hili kupata wahudhuriaji wengi zaidi na kuacha impact kubwa kwa jamii ambayo inatuzunguka. Kwa msimu huu tutakuwa na activities mbalimbali. Naruhusu niziseme tu Sawa. Na nyinyi mtajazia nyama baadaye kidogo. Msimu huu wa pili tutakuwa na activity mbalimbali kuelekea kwenye tamasha lenyewe la Kili Icons. Tumegundua msimu wa kwanza tulisafirisha wachezaji wakubwa wengi ambao walikuja pale Kilimanjaro. Tulikuwa na watu mashuhuri mbalimbali, lakini wakazi wetu wa mkoa wa Kilimanjaro hawakupata nafasi ya kuwa au kukutana kwa karibu na hawa mastaa na hizi icon zao za Kilimanjaro. Sababu sisi tamasha letu, ndugu zangu, ni muelewe, ni tamasha ambalo linabebwa na watu mashuhuri wenye asili ya mkoa wa Kilimanjaro. Ndio maana tunasema ni Kili Icons. Lakini Kili Icons tuna marafiki zetu wengine ambao tukawaalika. Lakini namba moja ni watu mashuhuri wote wenye asili ya Kilimanjaro. Kwa mwaka jana tulifanya ile mechi, tukagundua changamoto ya kwanza, watu wengi hawakupata nafasi ya kuwa karibu na masuperstar wao wa Kilimanjaro. Mtu anamsikia tu Selemani Mwalimu,
anamuona Selemani Mwalimu kwenye video akifunga magoli, anapata shauku, sio akisikia anakuja Kilimanjaro aweze kukutana naye, apige naye picha, apige naye story 2-3, tukumbushane mambo ya mtaani kule Moshi, lakini nafasi ile ikawa finyu kidogo. Kwa hiyo mwaka huu tukio la kwanza ambalo tumepanga kulifanya, tutakuwa na matembezi mafupi. Tutakuwa na matembezi mafupi ambayo hii inaitwa Kili Walkathon. Ni Kili Icons Walkathon ambayo tutatembea umbali mfupi kidogo. Namba moja kwa ajili ya watu wote mashuhuri, tarehe 12 asubuhi waweze kuwa karibu na watu wao wa Kilimanjaro, tufanye matembezi hayo ya pamoja. Lakini namba 2, tuweze ku-raise fund kwa ajili ya kwenda kusaidia wenzetu wenye mahitaji, hususan kwenye sekta ya afya kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro. Kwa hiyo matembezi haya ya Kili Icons Walkathon yatahusisha mastaa wote na marafiki zetu watakaokuja kutusupport, lakini pia na Watanzania wote wanaoishi mkoa wa Kilimanjaro na mikoa jirani ambao watasafiri. Tarehe 12 tutakuwa na matembezi mafupi kwa ajili ya kukutana karibu na masuperstar wetu wa Kilimanjaro. Lakini namba 2, tuta raise fund. Tuta raise vipi fund? Kama ambavyo matembezi mengine yamekuwa, patakuwa pana ada ya ushiriki ambayo utapata t-shirt, utakuwa na zawadi mbalimbali ambazo zitakupatia wewe ambaye utashiriki, lakini kubwa fedha yako itakwenda pia kuchangia wenzetu wenye mahitaji kwa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo asubuhi na mapema 12 tutakuwa na Kili Icons Walkathon. Matembezi haya ni mafupi. Baadaye siku tunazidi kwenda mbele, tutakuja kuwatangazia pia na ruti yenyewe itakavyokuwa. Masuperstar wote watashiriki kwenye Kili Walkathon. Wote watashiriki. Kwa hiyo ni tukio la kwanza ambalo tutalifanya asubuhi na mapema. Tukio la pili, tutakwenda kwenye viwanja vya ushirika. Tutakwenda kwenye viwanja vya ushirika, kiwanja maarufu kabisa pale Moshi mkoani Kilimanjaro, na pale awamu hii patapigwa mechi 2. Awamu hii patapigwa mechi 2. Mechi ya kwanza itakuwa ni kati ya Kili Icons, wachezaji mpira wote wenye asili ya mkoa wa Kilimanjaro na marafiki zao ambao watakuwa wamewaalika, watacheza mechi dhidi ya kituo chetu cha Kili Wonders. Selemani Mwalimu, Nangu, Lianga, Faridi, Haule, Dida, Edwin Balua, Leogatus Munishi Dida, Jacob Masawe. Wachaga wapo kwenye boli. Yule wa kwetu pia yule. Wa kwetu yule. MVP wa michuano hii ya Afcon ya vijana, Isa Chole, kabla hajaenda Europe atakuwepo pale, na sisi wana Kilimanjaro tukajivunie kijana wetu, technician, fundi wa mpira, mtoto wa nyumbani, atakuwepo pia kwenye Kili Icons awamu hii. Lakini tuna marafiki zetu wengine ambao tutawaalika mbalimbali. Na mwaka huu kuna surprise mbalimbali. Kuna wachezaji wakubwa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania tutakuwa nao kwenye Kili Icons. Mwaka jana tulikuwa na Duke Abuya peke yake. Mwaka huu tumeongeza namba. Tunao wachezaji wakubwa wanaocheza ligi ya hapa na wachezaji wakubwa ambao tumewalia kutoka katika ligi mbalimbali barani Afrika. Watakuja kutuunga mkono kwenye Kili Icons. Kwa mechi ya kwanza inapigwa dhidi ya Kili Wonders, kituo ambacho kipo chini ya ndugu yetu Laurent Kinabo. Vijana wa Kilimanjaro ambao wamepata nafasi ya kujiunga na Kili Wonders wapata pia fursa ya kuonyesha uwezo wao kwenye mechi hiyo. Ile mechi iliyopita ile, kuna vijana walicheza kwenye Kili Icons, na mkurugenzi alindokeza hapa kwenye hizi ana 20 timu kubwa kuna vijana tayari wapo huko. Klabu ya Simba nimeambiwa kuna vijana wapo tayari wa kutoka kwenye kituo cha Kili Wonders wanacheza pale. Maana yake kuna mafanikio tunazidi kuyatengeneza kupitia tamasha hili na ndugu zetu wa Kili Wonders ambao wanalea hawa vijana wa Kilimanjaro waweze kunufaika. Kwa hiyo ni mechi ya kwanza ambayo itapigwa pale kwenye uwanja wa ushirika. Mechi ya pili, awamu hii ndugu zetu wa Kili Wonders wameanzisha program
ya timu za wanawake pia. Kwa hiyo tunayo timu ya wanawake pia ya Kilimanjaro ambayo inaitwa Kili Wonders Queens, na yenyewe itacheza dhidi ya mastaa wa ligi ya wanawake wenye asili ya mkoa wa Kilimanjaro. Kina Irene Kisisa wamo humo nyumbani. Edna Lema, kocha wa Yanga Princess, atatuunganishia timu ya wanawake inayoshiriki ligi kuu. Lengo ni kwenda kupromote na sisi jamani, watu wa Kilimanjaro, dada zetu wanajua boli. Sio kuandaa tu mbege peke yake, boli pia limo. Kwa safari hii Kili Wonders Queens watakwenda kucheza dhidi ya Kili Icons ambao hawa ni wadada wanaoshiriki ligi kuu ya wanawake Tanzania. Kwa umoja wao wakiongozwa na kocha Edna Lema na captain Irene Kisisa, wataunda timu yao kuja kuwapa support dada zetu wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo ni tukio la tatu ambalo tutalifanya kwenye viwanja vya ushirika. Yote yanazungumzwa manake tarehe 12 unaiona Yaani kuanzia asubuhi na ina heka, sio tarehe iliyopoa. Mji utachangamka kuanzia saa 12 asubuhi. Hapo katikati sijasema hapo kuna program za kunywa supu hapo. Sijasema hapo kuna program kibao hapo katika, lakini haya matukio makubwa nimeyatanguliza kwanza muone kutoka asubuhi hii siku itakavyoanza mpaka inapofika jioni siku ina vitu gani. Kwa hiyo ukija uwanjani safari hii utapata kwanza burudani ya soka la wanawake, utapata pia burudani ya soka la wanaume, lakini hata kuacha hivi. Patakuwa pana burudani pia mbalimbali za wasanii wa muziki, ni bongo flavor, sijui singeli. Tukikuona wewe una asili yetu ya Kilimanjaro, wewe ni icon ya Kilimanjaro, hautabaki Dar es Salaam siku hiyo. Tutakwenda pamoja ukaburudishe wenzetu wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo katikati ya uwanja wa ushirika pale tutapageuza siku hiyo. Natamani waambie ule uzinduzi wa World Cup Qatar ulivyokuwa, ile pale uwanjani palivyokuwa pale, tukaufanye ule uwanja wa ushirika siku hiyo papendeze katika kiwango cha juu. Mtu akiingia pale getini, akiingia aone burudani. Tumeandaa sehemu mbalimbali za vyakula, vinywaji, michezo mbalimbali ya watoto ukija nao. Hatutaki papoe pale ushirika siku hiyo, kwa sababu ni tamasha kubwa. Ni tamasha ambalo lina set standard. Mtu akisafiri kutoka Dar es Salaam, akitoka Dodoma, anamuaga jirani yake kwamba anakwenda kuenjoy Kilimanjaro na kwenda kupata raha kwenye mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo hili ni tukio la tatu ambao tutalifanya kwa uwanja wa ushirika pale ndani. Tumedhamiria hii siku isipoe. Kwa maana yake baada ya mechi ya pili ya wanaume kumalizika, tutakuwa saa 12 saa 1 hivi kasoro, shapewa zawadi pale, bingwa kila kitu. Tumeandaa tukio la 4 ambalo wana Kilimanjaro hawawezi kwenda kulala saa 12. Lazima tukutane, tuenjoy, tudiscuss sasa kwa kipindi hiki cha nusu mwaka tumefanya nini Dar es Salaam, fanya nini Dodoma, Singida. Unarudi nyumbani kukutana ndugu zako pale, unatoa michongo gani? Kwa hiyo nataka watu wakutane pamoja usiku. Sawa, wanakutana vipi? Tumeandaa tamasha la Kili Icon kwa ajili ya stand up comedy. Wachekeshaji wima wote wenye asili ya mkoa wa Kilimanjaro na marafiki zao watakuwepo tarehe 12 kwa ajili ya kuwapa burudani wana wa Kilimanjaro. Tunazungumza Kili Icons kwenye stand up comedy, mnajua A-list karibia 70% tunayo sisi kule Kilimanjaro, lakini pia watakuja na marafiki zao. Sitaki kumaliza utamu wote, majina tutakuwa tunawatajia kadri siku inavyozidi kwenda mbele. Bana ataperform fulani, ataperform fulani, ataperform fulani. Lakini wenye asili yake tunafikiri mnawajua, wengi mnawajua. Tutakuwa tuna post picha zao kama Safari ataperform. Patakuwa pana tamasha la stand up comedy usiku kuanzia saa 2. Watu wakutane pamoja wakapate burudani. Tucheke mpaka saa 6 saa 7 usiku. Tucheke, tupige muziki tuenjoy, tucheke tupige muziki tuenjoy. Baada ya hapo
twende majumbani tarehe 12 tukiwa hoi, tuseme kwamba Kili Icon imetukata kiu chetu cha burudani. Kwa haya ni mambo manne ambayo kwenye season ya pili ya Kili Icons utayapata wewe ambaye utashiriki na sisi kuanzia asubuhi mpaka usiku mwingi sana kwenye tamasha letu.